Maelfu ya Wakenya wamejipata kwenye vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Urusi na kuacha familia kadhaa hapa zikiomboleza vifo au hata kupotea kwa jamaa zao. Licha ya familia nyingi kudai majibu kutoka kwa serikali, wengi wamesalia bila majibu hayo majibu ya walipo jamaa zao, huku serikali ikikiri mtandao mpana unahusisha hata maafisa wa serikali na wale wa usalama. Ode Francis amezamia swala hili kwenye makala yetu maalum jioni ya leo. Mnamo Oktoba 11 mwaka 2025, runinga Citizen ilifichua sakata nyingine tena ya kushangaza. Wakenya walikuwa wakisajiliwa kupelekwa Urusi kupigana kama wanajeshi katika vita vinavyoendelea dhidi ya Urusi na Ukraine. Ufichuzi wetu ukiendelea kuonyesha uchungu, dhiki na majonzi kwa familia kadhaa hapa nchini Kenya. Kwa miezi kadhaa tumeendelea kufuatilia sakata hii kutaka kujua maelezo zaidi kuhusu vipi Wakenya wanajipata wakipigana katika vita ambavyo haviwahusu mbali na nyumbani. Kwa wiki kadhaa tumekuwa tukimfuatilia mtu mmoja anayeaminika kuwa mmoja wa wahusika wakuu wa operesheni hii, mtu ambaye alipata maelezo kuhusu mpango wa kuwatuma Wakenya kupigana katika jeshi la Urusi. Kwa usalama wake tutamuita Reds. Katika mazungumzo ya kipekee, Reds anatoa maelezo ya kushangaza. Anadai kuwa watu wa ngazi za juu walifahamu na huenda walihusika pakubwa katika usafirishaji wa Wakenya kwenda Urusi. Well, on the issue of Russian recruitment, I have one friend by name Mike. Yote yalianzia mnamo Disemba mwaka 2024 katika mazungumzo ya simu na jamaa mmoja raia wa Urusi ambaye alijitambulisha kama Mike. Baadaye tulithibitisha anaitwa Mikhail Lyapin. Uchunguzi unaonyesha Lyapin au Mike alikuwa akifanya kazi Kenya pamoja na raia mwingine wa Urusi anayetambulika kama Dmitry, anayesemekana kuwa na ubalozi wa Urusi. Wawili hawa wakiwa na mpango maalum: kuwasajili vijana wa Kenya, kuwasafirisha kwenda Urusi na kuwaingiza katika jeshi la nchi hiyo. Mpango uliofanyika kwa siri kubwa. Reds alianza kuwasiliana na watu wa ngazi za juu katika idara za usalama nchini Kenya. Alikutana na afisa mmoja mkuu katika makao makuu ya ulinzi hapa Nairobi. The opportunity was they needed to recruit trained ex-military personnel who can join the Russian army. The specification was strictly someone had to be from the forces or from the police or either having basic paramilitary training like the NYS. At that time, when he approached me, I had a contract of recruiting security guards to Qatar and Dubai, which I had quite deployed a good number. Reds alitoa maelezo kuhusu mkutano huo kwa Mike na kwamba afisa huyo wa jeshi amekubali kujiunga na mpango wake. Mwingine wa kuwasiliana naye alikuwa afisa wa cheo cha juu katika makao makuu ya DCI, naye pia alikubali haraka. Kundi lingine lililohusishwa ni la maafisa wa juu la Wizara ya Leba, yakiwemo kutoka mashirika ya kusafirisha wafanyikazi nje ya nchi pamoja na mwenyekiti wa chama cha mashirika ya wahamiaji wenye ujuzi ASMAC, Francis Wahome. Mojawapo ya kampuni zilizotumika ikiwa Global Face inayomilikiwa na Festus Omwamba na Amos Mwangi. Tunathibitisha kuwa wawili hawa walikuwa na ushirikiano na mamlaka ya kitaifa ya ajira. Maafisa kadhaa kutoka idara ya uhamiaji walifuatia katika sakata hii. Jukumu lao katika mpango huu lilikuwa moja: kufumbia macho shughuli zinazoendelea kusaidia usafirishaji wa Wakenya kujiunga na jeshi la Urusi. Runinga ya Citizen imethibitisha kuwa kifurushi cha hongo kwa kundi hili kilitayarishwa na malipo yalikuwa kwa kila mtu aliyesafiri kwenda Urusi.
Maafisa wa idara ya leba walipokea shilingi 5,000 kwa kila aliyesafiri. Maafisa wa DCI katika uwanja wa ndege walipokea shilingi 20,000 kwa kila mmoja, na maafisa wa uhamiaji walipokea shilingi 50,000 kwa kila Mkenya aliyefanikiwa kupanda ndege na kusafiri Urusi. Huu ndio ujumbe ambao wale waliotaka kusafiri kwenda Urusi walipokea baada ya kuuliza maelezo. Anayesafiri alipasa kuwa na kati ya umri kati ya miaka 21 na 47 na awe na afya nzuri, yuko tayari kufanya kazi katika jeshi na aelewe hatari za kazi za mwanajeshi katika Wizara ya Ulinzi ya Urusi na atakuwa chini ya mkataba wa mwaka moja. Aidha, alitarajiwa kupokea kama malipo bonasi ya shilingi milioni 1.6, ada ya huduma ya wakala ya shilingi 650 ambayo ilijumuisha tiketi za ndege, visa, usafiri, mavazi, kula na msaada wowote hadi atakapopata ajira Urusi na mshahara wa shilingi 280 kwa mwezi. So what was basically happening from our side, various agents and various people, was just a referral. You make a referral to this guy does all the other processes until someone travels. Tulipokea na kuchunguza zaidi ya jumbe 10 za WhatsApp na aina hii, na wote waliopokea ujumbe huu walikiri kuelewa hatari iliyokuwa ikiwakodolea macho na kusema wako tayari kujiunga na jeshi la Urusi. I want to get a job in the Russian army. I want to get this job in Russian army. I understand the risks of working in the army. Uchunguzi wetu ulifichua kuwa baada ya kupata visa ambayo ilichukua siku 7, Wakenya hao walipelekwa katika mitaa kadhaa kusubiri safari. Walikaa katika mitaa ya Great Wall Gardens huko Mavoko, Kiserian na Roysambu. Wakiwa huko walionyeshwa video za mapigano ya Urusi ili kufahamishwa kinachowasubiri. During the accommodation period, these guys were being taken through a thorough training of what to expect, basic learning of Russian language, and they were actually being shown the combat training videos of what they expect to meet once they arrive in Russia. Runinga ya Citizen ilipata zaidi ya visa 100 zilizotolewa kufikia Oktoba 10 mwaka 2025 na ubalozi wa Urusi. Hati hizi hazingetolewa bila serikali ya Kenya kujua yanayojiri. Uchunguzi wetu ulibaini kwamba kulikuwa na faili nambari 1971 katika Wizara ya Masuala ya Kigeni iliyotolewa na ubalozi wa Urusi. Maelezo kwenye faili hiyo yalithibitisha kuwa raia wa Kenya walihitaji visa za kielektroniki kuingia Urusi. Mpango huu ulikuwa unaendelea tangu Disemba 5 mwaka 2024. Hati nyingine muhimu tulionayo ni hii kutoka serikali ya Urusi kuhusu ushirikiano wa kibiashara, kiuchumi na kitamaduni na mataifa ya Afrika iliyotiwa saini na rais wa taifa hilo na idara ya kimkakati. Makubaliano hayo yangetumika kusafirisha Waafrika kwenda Urusi na kuishia kwenye jeshi la taifa hilo. Tulitaka kujua ni nani anawapokea Wakenya wanaofika nchini Urusi. Uchunguzi wetu ulitufikisha kwenye hati hii ya tarehe 23 Septemba mwaka 2025, ikiwa na maelezo kwamba ndege ilitua Moscow. Ndani yake walikuwa wanaume 2 kutoka Afrika ambao walipangwa kuripoti kwa jeshi nchini Urusi. Majina yao Ombwari Dennis Bagaka na Magero Jeremiah Orio. Walitarajiwa kufika katika eneo la kijeshi huko Yaroslav, Urusi. Wawili hao hawakuonekana tena. Sakata hii iliendelea kwa muda hadi mnamo Septemba 17 mwaka 2025. Mambo yalipobadilika, siku hiyo kundi moja lililokuwa likisafiri kwenda Urusi kupitia Uturuki lilizuiwa kwenye uwanja wa ndege nchini humo, pasipoti zao kuchukuliwa na kurejeshwa Kenya baada ya saa 18. Ni baada ya kisa hicho ndipo uchunguzi ukaanza. Uvamizi ukafanyika katika makao mbalimbali ambapo Wakenya walikuwa wakiishi wakisubiri kuondoka. Watu 22 waliokuwa wakijiandaa kusafiri wakapatikana. Uchunguzi wetu ulithibitisha kuwa jamaa kutoka Urusi ambaye alimtafuta Reds kwa mpango huu mzima ndiye yule aliyehojiwa katika makao makuu ya DCI mnamo Septemba 25 mwaka 2025 na akaruhusiwa kurudi Urusi.
Kashfa hii inafichua zaidi ya ufisadi tu. Inafichua mfumo ambapo maafisa waliokabidhiwa mamlaka ya kulinda raia badala yake wanawanyonya. Kila rushwa haikuwa pesa tu iliyobadilishwa kwa usafiri Urusi. Ilikuwa usaliti wa imani, uuzaji wa heshima, kuendeleza idadi ya Wakenya kufa katika vita ambavyo si vyao. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi. Mtazamaji, makala ya upekuzi hayo yaliyoandaliwa na Francis Ode.